Labda nianze kwa kusema kwamba tulimwomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan awe mgeni rasmi wa tukio hili muhimu la siku ya mazingira duniani. Na nilipokaa na Mheshimiwa Waziri, naibu mawaziri na viongozi wengine waandamizi wa wizara yangu ofisini kwangu pale, tukajua ratiba za rais ni ngumu kidogo, na tulisema kwa uzito wa shughuli hii tungetaka sana Mheshimiwa Rais ashiriki yeye mwenyewe kama mgeni rasmi. Kwa hiyo tukawa tunapiga hesabu namna ya kumpata Mheshimiwa Rais, huku tukijua ngumu atasema aende makamu au aende waziri mkuu. Kwa hiyo tukakubaliana tutengeneze ratiba ofisi ya makamu wa rais pale ambayo inaonyesha kila mtu anaenda tarehe ngapi. Kwa hiyo wote tukapangiana siku, ili rais aone hakuna wa kumtuma, kila mtu ana kazi ya kufanya. Lakini mwisho wa siku kwenye ile ratiba ambayo nilipangiwa mimi, na mimi rais akanituma mahali kwenye shughuli nyingine tofauti na mazingira. Na jitihada zetu za kukwepa zikufanikiwa. Mwisho wa siku Mheshimiwa Rais alinielekeza mimi ndio nije kumwakilisha kwenye shughuli hii. Lakini tulipojenga hoja ya uzito wa shughuli, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi, na mamlaka ya urais nayo akanikabidhi. Kwa hiyo bado ameipa heshima kubwa ofisi yangu, lakini pia ameipa heshima kubwa siku ya mazingira. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili. Sasa kwa kuwa namwakilisha Mheshimiwa Rais, nitajitahidi kuongea kirais. Nitaisoma hotuba yake kama ilivyo. Awali ya yote, napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika siku ya leo tunapoungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Na washukuru waandaaji wa tukio hili kwa kunialika, lakini vile vile nawashukuru nyote mlioko katika ukumbi huu, wakazi wa jiji la Dodoma na wananchi wote kwa ujumla kwa kutenga muda wenu kuungana nasi katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani. Hii ni siku ya pekee katika mwaka ambapo jumuiya ya kimataifa imeiweka ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira na maendeleo endelevu na kukumbushana wajibu wetu katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Ninafahamu kwa maadhimisho ya mwaka huu yamehusisha shughuli mbalimbali za kielelezo zilizotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kutoa elimu ya mazingira kwa umma na kuhamasisha matumizi adili ya rasilimali za mazingira kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Ni matumaini yangu kuwa elimu inayotolewa na shughuli zote zilizotekelezwa katika kipindi hiki cha maadhimisho vitaendelezwa na kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, mazingira yana mchango mkubwa sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa pamoja na ustawi wa watu wake. Pale ambapo mazingira yametunzwa vema, basi uchumi na ustawi wa maisha ya watu pia huimarika. Aidha, mazingira ni muhimu katika kuhimili ongezeko la watu duniani. Mathalan, Tanzania inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni 67, ambapo ifikapo mwaka 2050 idadi inakadiriwa kufikia zaidi ya watu milioni 118. Ongezeko hili kubwa litahitaji uwepo wa rasilimali nyingi muhimu zinazotegemea mazingira kama vile maji, chakula, ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo, makazi, nishati, mifumo ya huduma za jamii kama vile elimu, afya na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo, Dira ya 2050 imejumuisha masuala ya mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na kama sehemu ya safari yetu ya maendeleo ya kufikia uchumi wa kipato cha kati cha ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi
na wadau wa mazingira. Maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani kama jukwaa muhimu la kitaifa na kimataifa litukumbushe wajibu wetu wa kuunganisha nguvu zetu katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha matumizi adili ya rasilimali nyingi ambazo ni nchi yetu. Baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia katika uhifadhi wa mazingira ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya mazingira na umuhimu wake, na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka hususan katika mamlaka za serikali za mitaa kwa dhana ya uchumi rejeshi. Kwa kuwa maeneo mengi bado hali ya usafi hairidhishi, hili linaenda sambamba na kubadili mtazamo wetu wa kuziona taka kama fursa ya kiuchumi na kuzitumia kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyinginezo. Hali kadhalika, kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo hadi sasa taarifa zinaonyesha kuwa matumizi hayo yameendelea kuimarika kutoka asilimia 6.9 mwaka 2021 mpaka asilimia 28.6 mwaka 2025. Hii ni hatua nzuri kuelekea lengo tulilojiwekea la Watanzania zaidi ya asilimia 80 kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Pia kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kujenga uchumi imara wenye uwezeshaji mdogo wa gesi joto na uliostahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika hili, nafahamu kuwa serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais imeandaa mpango wa taifa wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi ambao umeweka misingi ya uhimilivu wa jamii, mifumo ya ekolojia na sekta za ukuaji wa uchumi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, jitihada nyingine muhimu ni kuongeza mapato ya ndani yanayotokana na fursa za fedha za mabadiliko ya tabia nchi zitokanazo na biashara ya kaboni. Mifuko ya kimataifa ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ushirikiano wa kikanda wa uwili wenye malengo ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile uhifadhi wa ardhi oevu nchini ambayo ndio chanzo cha mito mingi na ardhi yenye rutuba inawezesha shughuli za uzalishaji katika kilimo, mifugo na uzalishaji wa umeme. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, kwa namna ya pekee ninaipongeza ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira kwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa afua mbalimbali za uhifadhi wa mazingira, hususan kuandaa programu ya mageuzi ya kimkakati wa mazingira endelevu itakayozinduliwa leo na kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, mwaka 2026 na 2030. Nimefurahi zaidi kuona programu hii itatekelezwa katika pande zote mbili za muungano, kwa kuwa mazingira na rasilimali zake hayatambui mipaka ya kiutawala. Aidha, kwa kutambua kuwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni mtambuka, naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira nchini kuunga mkono jitihada za serikali katika utekelezaji wa afua zote zilizobainishwa katika programu hii. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira, pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. 1. Mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. 2. Mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. 3. Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. 4. Secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti. 5. Ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. 6. Wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, programu na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika.
6. Wizara ya Ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu wa mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyo endelevu. 8. Mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura ya 288 kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia urejelezaji. 9. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Maliasili na Utalii na Wizara ya Maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho 10. Taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na kuathiri mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, swala la ulinzi na usimamizi wa mazingira halina mbadala. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, swala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukurani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka rasmi kwa maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani mwaka 2026 yamefikia kilele.